Kwa jina naitwa Edward Patrick, mjasiriamali wa soko la Nyasho Mlango Mmoja. Leo tumekutana na mkuu wa wilaya na mbunge wa Msoma mjini. Katika makubaliano yaliyofanyika, mkuu wa wilaya ametoa taarifa na kujulisha viongozi wa manispaa kuto kufungia watu maduka yao hadi pale watakapokuwa wametoa notice. Lakini jambo lingine ambalo lilikuwa lina utata na linatusumbua, mkuu wa soko aliyekuwa anasimamia soko letu alikuwa na changamoto, alikuwa na lugha ngumu kwa wafanyabiashara, alikuwa na ubabe, na hili leo tunaona mkuu wa wilaya akampiga marufuku abadilishwe katika soko letu kuanzia leo. Kwa hiyo hatutakuwa naye, na tunakifurahia kikao cha leo kwa sababu hatujawahi kukipata kwa miaka mingi sana. Tunamshukuru sana mbunge dada yetu Mgole pamoja na mkuu wa wilaya kwa kututatulia matatizo haya. Asante sana. Naitwa Daudi Nyamarasa, ni mkazi wa Nyasho hapa au mfanyabiashara wa soko la Nyasho. Tumefurahi leo kuwa na kikao cha mbunge mheshimiwa wetu pamoja na mkuu wa wilaya. Tumefurahi kabisa, na wameonyesha maana halisi ya viongozi ni kuongoza watu na kutatua changamoto zao, sio kuburuza watu ama kuzalisha matatizo. Tumefurahi kabisa. Ni mara ya kwanza kabisa tunatembelea na mbunge kusikiliza wafanyabiashara wa soko la Nyasho. Tumefurahi, ametatua changamoto zetu, ile migongano tumeiondoa kwa pamoja. Tunazungumza lugha moja sasa hivi. Kwa hiyo tunafurahi sana na tutaendelea kuonyesha ushirikiano kwenye manispaa yetu ya Msoma. Tutazidi kuonyesha ushirikiano kwenye manispaa yetu ya Msoma ili tupate maendeleo mazuri. Tutaendelea kulipa ushuru vizuri. Na mkuu wa wilaya, Mungu ambariki kwa kutuondolea ile changamoto ya viongozi ambao wako chini lakini walikuwa wanatengeneza matatizo, mfano kama mkuu wa soko. Ametubadilishia, tunapata mkuu wa soko mwingine. Kwa hiyo soko litaenda vizuri na hatutakuwa sehemu ya migogoro kama hiyo. Tutafanya maendeleo kwa usawa na kwa uzuri kabisa. Asante. Kwa majina naitwa Sylvester John Elege, ni mwenyekiti wa uza kuku soko la Nyasho Msoma mjini. Mimi niseme tu, nipende kuishukuru serikali kwa namna ilivyotusaidia kutatua changamoto. Nadhani pangekuwa na changamoto kubwa kama ingetokea serikali isingetusikiliza, lakini kwa sababu serikali imeitikia wito, mimi nadhani imetusaidia kwa upande huo. Niseme tu, wauza kuku wa soko la Nyasho, niwaambie ni hivi, tuko live, na ninapenda kusema kwamba wale wanaotuwekea kuku nje ya geti wanatuharibia biashara tuliyoko ndani. Mkuu wa wilaya amesema hivi, atawanyakua, kuna sehemu ya kuwaweka. Kwa hiyo mimi niseme tu asante sana kwa serikali kwa kutusikiliza.